Wakizungumza katika kijiji cha Ishahulo, eneo bunge la Mumias Mashariki, kwenye ibada ya mazishi ya mwalimu Caroline Khalufi, viongozi wa muungano huo kutoka eneo hilo wakiongozwa na katibu Cyprian Omukami wanasema iwapo serikali haitakuwa imeachisha kazi naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat kwa kuwa mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya mwalimu Albert Ojwang, hawana budi kuwaondoa walimu darasani na pia kushiriki maandamano. Sisi kama chama hatufurahishi sana na vile mmoja wetu wa Kenya hii amekataa kujiuzulu. Mtu mmoja peke yake hawezi fanya Kenya hii kachomeka. Yaani kwani yeye ana nguvu gani? Kwa sababu kama uliua mwalimu alikuwa na njia nyingi za kummaliza. Jambo la kwanza, ningeshtaki yeye katika employer wake ambaye ni TSC. Angefutwa kazi. Mwalimu ungempeleka kotini. Kule kotini ungempeleka, angechajiwa alafu afutwe kazi. Lakini kumuua, kutoa uhai wake, sisi hatuungi mkono hata kidogo. Na hata hivyo, kuna mtu mmoja hata ambao Wakenya wote wanataka jiuzulu. Mtu tu mmoja. Huyo mtu mmoja ambao Kenya wanataka jiuzulu, amekataa kujiuzulu. Kwa hivyo unaona magari yanachomwa, watu wanakufa. Viongozi hao vilevile wamelalamikia kudorora kwa usalama miongoni mwa walimu, wakisema maeneo bunge ya Mumias, Matungu na Butere walimu wengi wamekuwa wakitekwa nyara na watu wanaojifanya kuwa maafisa wa usalama, wakizitaka asasi za kiusalama kuichukulia swala hilo kwa uzito mkubwa. Hii tabia ya maaskari kushika watu na kuenda kuwaua haijaanza leo. Kama hii sheria ingepita na hawa jamaa wao wanakosolewa, haongekuwa wanaendelea. Nakumbuka miaka iliyopita kidogo, ndugu yetu Malova alishikwa pale Mumias town. Akapelekwa Butere, mahali ambapo kulikuwa kumechimbwa kaburi. Wale waliomshika walikuwa askari wa Butere. Karibu wamuue, lakini kwa bahati nzuri akashika hiyo panga na kata yule muuaji ambao walikuwa wamepelekewa na maaskari. I want to say it is very unfortunate. Vilevile wamenyoshea kidole cha lawama madaktari humu nchini kwa kile wanasema mwalimu hangefariki kama wangepata madaktari wale wanaopenda kazi yao, wakisema mwalimu akifariki kutokana na kufanyiwa upasuaji wa ugonjwa tofauti na ule aliyekuwa anaugua, jambo lilosababisha kuvuja damu kwa wingi hadi kufariki. Kulingana na mimi, madaktari wakati mwingine wanafanya kazi yao vibaya. Sasa kulingana na mimi, madaktari wetu hawafanyi kazi kulingana na vile inatakana kuwa. Kama wanafanya kazi vizuri, hatungekuwa na maafa mengi wakati huu. Si kwa sababu watu wanakufa kwa wingi, ni kwa sababu ya utepetevu wa madaktari ambao tuko nao. Hiyo cover yetu inatusaidia tu kama tutatibiwa vizuri. Lakini ukienda hospitali alafu kutibu vibaya, vile huyu madam alitibiwa vibaya na kawa kafariki. Wana operate esophagus alafu anatoa nerve moja wasimpeleke, anavuja damu mpaka aenda akufe. Hata cover yetu ndio walichukua pesa. Lakini ukweli haitusaidii. Sami Shionga, kaunti ya Kakamega.